Ni jina linalojulikana kila kona ya Kenya na hata nje ya mipaka ya nchi hiyo. Raila Amolo Odinga, mwanasiasa, mwanaharakati na mtu ambaye jina lake limeandikwa kwenye historia ya siasa za Afrika Mashariki. Lakini sasa historia hiyo imefikia mwisho wake. Raila Odinga amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 80 nchini India baada ya kupata shambulio la moyo akiwa kwenye matibabu yake katika jiji la Kochi. Habari za kifo chake zimethibitishwa na chanzo kutoka ofisini kwake na zimetikisa bara zima la Afrika Mashariki. Raila Odinga alikuwa zaidi ya mwanasiasa. Alikuwa ni alama ya mapambano ya kisiasa, ishara ya upinzani ulio hai na mfano wa ujasiri wa kupigania kile alichoamini. Alizaliwa tarehe 7 Januari mwaka 1945 katika kijiji cha Maseno, eneo la Nyanza, magharibi mwa Kenya. Ni mtoto wa pili wa aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais wa Kenya, marehemu Jaramogi Oginga Odinga, mmoja wa waanzilishi wa taifa hilo. Safari yake kielimu ilimpeleka hadi Ujerumani Mashariki alikosomea uhandisi wa mitambo katika chuo kikuu cha Magdeburg. Lakini si uhandisi tu uliomtambulisha kwa dunia, bali ujasiri wake wa kisiasa. Mwaka 1982 Raila alihusishwa na jaribio la mapinduzi lililofanywa na kundi la wanajeshi dhidi ya utawala wa Rais Daniel Arap Moi. Alikamatwa, akafungwa bila kesi kwa miaka kadhaa na mara kadhaa aliteswa gerezani kwa sababu ya misimamo yake. Lakini badala ya kuvunjika moyo, mateso hayo yalimjenga. Raila aliibuka kuwa mmoja wa viongozi waliopigania kwa nguvu kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi nchini Kenya. Mwaka 1991 harakati zake za wapinzani wengine ziliolazimisha watawala wa wakati huo kukubali mageuzi ya kisiasa, na hapo ndipo historia ya vyama vingi nchini Kenya ilipoanza rasmi. Katika kipindi cha zaidi ya miongo mitatu, Raila Odinga amekuwa uso wa upinzani. Amechuana kisiasa na marais wote waliopita, kutoka Daniel Arap Moi, Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta hadi William Ruto. Amewania urais mara 5: mwaka 1997, mwaka 2007, mwaka 2013, mwaka 2017 na mwaka 2022, lakini kila safari ndoto yake ya kuingia ikulu ya Nairobi imekatishwa na matokeo yenye utata. Hata hivyo, hasira ya kushindwa haikumfanya awe adui wa taifa lake. Badala yake, aliibuka kwa sauti ya wale wanaohisi kunyimwa haki. Kampeni zake ziliwasha moto wa siasa mpya Kenya, siasa za watu wa kawaida dhidi ya tabaka tawala. Kilele cha mvutano wa kisiasa wa Raila kilikuwa mwaka 2007 baada ya uchaguzi uliozua ghasia kubwa zaidi katika historia ya Kenya huru. Zaidi ya watu 1300 waliuawa na zaidi ya 600,000 walikimbia makazi yao. Ni katika kipindi hicho ndipo dunia iliona jinsi ambavyo siasa za Kenya zinavyoweza kugawanya taifa, lakini pia jinsi viongozi kama Raila walivyoweza kusaidia kurejesha amani kupitia mazungumzo. Hatimaye makubaliano ya kugawana madaraka yalifikiwa na Raila akawa waziri mkuu wa Kenya mwaka 2008 chini ya serikali ya muungano na Rais Mwai Kibaki. Kwa miaka yote hiyo, Raila Odinga alibaki kuwa mpiganaji asiyechoka. Ameelezwa mara nyingi kama mwanasiasa anayejua kuishi katika kushindwa, lakini asiyekubali kushindwa kimaana. Kwa wengi, alikuwa baba wa mageuzi, mtu alipigania katiba mpya ya mwaka 2010, katiba iliyoleta uwazi zaidi katika serikali, ugatuzi wa madaraka na uhuru wa mahakama. Nje ya siasa, Raila alikuwa pia mume na baba wa familia. Mke wake Ida Odinga amesimama naye kwa miongo kadhaa ya misukosuko ya kisiasa. Watoto wao wakiwemo Rosemary Odinga, Winnie Odinga na Raila Junior Odinga wameendelea kubeba jina hilo kwa heshima kubwa ndani ya taifa la Kenya. Kifo cha Raila Odinga ni pigo kubwa kwa bara la Afrika, hasa katika wakati huu ambapo demokrasia imekuwa ikikumbwa na changamoto nyingi. Viongozi kutoka kila pembe ya dunia wanaendelea kutuma salamu za rambirambi wakimtaja kama kiongozi jasiri, mwenye misimamo na ambaye aliamini katika nguvu ya wananchi. Lakini hata akiwa amefariki, urithi wa Raila Odinga unabaki hai. Alipigania Kenya yenye haki, yenye heshima kwa wananchi wake na yenye uhuru wa kweli wa kidemokrasia. Alipenda kusema, "Freedom is never given on silver platter. It must be fought for." Leo maneno hayo yanabaki kama urithi kwa vizazi vijavyo vya Kenya na Afrika kwa ujumla.